Nataka tuvunje laana. Kuna laana zimeletwa from generation to generation to generation. Nataka tuziharibu. Ndio maana Biblia inasema Mungu atakipendua nacho akitaonekana tena mpaka atakapokuja mwenye haki, ndivyo atakavyompea. So kuna viti vya enzi vya ukoo vimekaa pale, viti vya mizimu vya ukoo vimekaa pale, vinaleta magonjwa kutokea pale, zinaiba nyota kutokea pale, zinaleta ufukara kutokea pale. Nataka sasa leo ni siku ya kuzifuata, kuzivunja vipande vipande kwa damu ya mwanakondoo. Entry point yetu nini? Tunatumia damu ya Yesu, maana hakuna jina lipitalo majina yote. Na nyingine nini? Tunatumia damu ya mwanakondoo, jina la Yesu na damu ya mwanakondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda wao, hata wakupenda maisha yao hata kufa. Tunatumia damu ya mwanakondoo. Kuna wenye haki waliuliwa na nyota zao zikafungwa. Kuna wenye haki wapo na nyota zao zimefungwa. Kuna wenye waliuliwa kabisa mpaka miili yao ikavunjwa, wakaliwa kafara na roho zao zikashikwa chini ya madhabahu. Ukisoma Ufunuo 6 mstari wa 9 nasema, aliposhika mhuri wa 5, alipofungua, when Jesus opened the 5th seal, under the altar I saw the souls of those who were slain. Niliona roho za wale waliouliwa, walichinjwa kwa ajili ya injili ya Mungu na kwa ajili ya neno la ushuhuda wao, because of the gospel they maintained, kwa sababu ya neno la ushuhuda wao. Sasa zile roho zilikuwa zinalia, zinamwambia, oh sovereign God, Mungu mwenye haki, ni hata lini utalipiza kisasi juu ya watu wanaoishi kwenye nchi? So waliuliwa na watu ambao wanaishi kwenye nchi, right? Waliuliwa na watu ambao wanaishi kwenye nchi. So waliuliwa na watu ambao wanaishi wapi? Chini, kwenye nchi. Ni Ufunuo 6 mstari wa 9, right? So zile roho zinalia, mpaka lini utalipiza kisasi? Mpaka lini utalipiza kisasi juu wanaoishi juu ya nchi, na kwa sababu ya damu yangu? So wale ni wenye haki na waliuliwa kwa sababu ya injili ya Mungu. So ukizubazuba pia watakukamata, watakufyeka na roho yako itashikwa chini ya madhabahu, utafungiwa. Na pale ukishatolewa kwenye mwili, hauna any power ya kuishi kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Utakuwa unangojea pale, unangojea hukumu. Biblia inasema mtu hufa mara moja, alafu ya pili ni hukumu. So wale ni wenye haki, walikuwa wenye haki, tena wanampenda Mungu, na they had hold fast to God, lakini waliuliwa na watu ambao wanaishi kwenye nchi na roho zao zikafungiwa. Ndio maana Biblia inasema mweni na kukesha na kiasi, kwa kuwa adui wenu Ibilisi kama simba angurumaye anazunguka kule na kule akitafuta wakumeza. Ukizubaa jamaa atakupata, atakumeza. Ukizubaa wachawi atakupata, watakumeza. Wachawi hawana huruma. The word huruma kwenye ulimwengu wa roho, wachawi hawajui huruma. Ndio maana mtoto atamuua mzazi wake, ndio maana mzazi atamuua mtoto wake, ndio maana unasapata ni mama lakini spiritual spouse wa mtoto wake, ama ni baba lakini ndio spiritual spouse wa watoto wake. Amepatiwa maagano. Tutasoma kitabu cha Petero wa kwanza chapter 1, First Peter chapter 1 verse 18. Okay, inasema, maana mnajua ya kwamba ninyi mlikombolewa katika mwenendo wenu usiofaa ambao mlipokea kutoka kwa wazee wenu, lakini hamkukombolewa kwa vitu vinavyoharibika kama fedha na dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya Kristo. Unanipata? So kuna mienendo isiyofaa, kuna uwezekano kuna mienendo usiyofaa, kutolewa huku usiofaa, ufukara huu usiofaa, naona kupoteza mimba huku usiofaa, umepokea kutoka kwa wazee wenu. Ni mienendo imepatilizwa, right? Tutasoma tena kitabu cha Kutoka 20 verse 4. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Yesu ako mbinguni, sio? Usifanye sanamu ya mbinguni ama chochote. Malaika wako mbinguni, usijifanyie sanamu ya malaika. Mungu zako mbinguni, usifanye pia sanamu yote ya Mungu. Endelea kusoma.
ama chochote kilicho juu ya mbingu, wala kilicho chini ya dunia, wala kilicho majini chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ninayepatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao, nami na warema wanipendao na kuzishika amri zangu. Unanielewa? So kuna uovu ulifanywa kizazi cha 4. Wewe haukuwa umezaliwa, mama yako pia hakuwa amezaliwa. Mungu anakuambia kuna uwezekano huyu jamaa alikuwa anaabudu sanamu, huyu babu wa familia hii alikuwa anaabudu majoka, alikuwa mchawi, aliua watoto wa watu wengi. Unaona? Alitoa watu kafara, aliba nyota za watu wengi, alionea wengi waaminifu. Unapata whole generation inaumia kwa sababu ya upumbavu wa babu mmoja, kwa sababu ya mchawi mmoja kwenye familia ameleta maangamizi kwenye ukoo mzima. Na Mungu anakwambia mimi ni Mungu mwenye wivu, huwapatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao. Right? Ukisoma Maombolezi 5 chapter 5 verse 7 inasema, wazee wetu nao walitenda dhambi nao hawako, lakini sisi tumeyabeba maovu yao. Lamentation 5 verse 7. So wazee wetu walitenda dhambi na wazee wamepotea, lakini sisi sasa tumeyachukua maovu yake, tumeyachukua yale magonjwa, yani ile dhambi, the iniquities they did, sisi tumezibeba on this generation. Ndio maana unapoteza mimba ghafla, ndio maana umekaa kwa ufukara. Naona kwenye Biblia kuna jamaa anajiita Akane. Moses alikuwa ametuma watu wakapeleleze Ai. So walikupeleza Ai, wakaja akatuma majeshi waende wapigane Ai. Jamaa Akane akaenda akachukua mali ya dhahabu, akachukua mali ya fedha na vitu zingine, akaja akazificha kwenye hema yake chini, akazichimbia shimo, akazificha chini. Sasa wanajeshi walipoenda vitani wakapigwa sana. Walipopigwa, Moses akasirika, akamuuliza Mungu, anaweza kumuuliza uovu huu umeletwa na nani? Naona Mungu akamwambia kuna uovu kati yenu. Kuna uovu kati yenu. Kumbe jamani, to Akane alienda kaiba mali kinyume na sheria za Mungu, akaleta uovu kwa Wanaisraeli wote. Over 2 million people walipigwa kwa sababu ya mtu mmoja, because of one person. Ndio alipopatikana pale, akamwambia mwanangu, umetenda nini? Wanaisraeli wakakasirika, wakampiga kwa mawe, wakapiga paka watoto wake, akapiga pia wake zake na ng'ombe zake na mifugo zake. Biblia inasema paka mifugo yake, mifugo ya Akane yaliuliwa. Hapo ndo mahali hata ng'ombe analia be. Ng'ombe anapigwa kwa sababu ya uovu ya mmiliki wake. Unanipata? Unapigwa paka na ng'ombe wako. Uovu wa mtu mmoja unaweza sababisha madhara makubwa kwa watu. Uovu wa mama mmoja inasababisha madhara makubwa kwa familia, kwa generation. Now imagine kama nyanya yako alikuwa mchawi. Ule uovu, wale watu ambao amewaumiza, wale waaminifu ambao amewashika akawapiga, wale watu ambao amewaibia nyota. Ndio maana kwenye Biblia ukisoma kitabu Samueli wa pili chapter 3 verse 28-29, hapa Daudi, kuna jamaa anaitwa Yoabu. Yoabu alimuua mtu anaitwa Abineri, alimwaga damu isiyokuwa na hatia. Daudi alipoambiwa akasema mimi, kwa maana Daudi anajua uovu ukifanyika lazima kwanza ujitenge. Right? Daudi akasema, hata baadaye Daudi aliposikia akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia milele mbele za Bwana, lakini kwa sababu ya damu ya Abineri mwana wa Neri na imwangukia Yoabu kichwani pake. Right? Ukiendelea hapo chini, na nyumba yake yote ya babake, tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu. Yaani sasa Daudi anasema kwa sababu amemuua mwaminifu, amemwaga damu isiyokuwa na hatia, nyumba yake sasa isikose mtu asiyekuwa na vidonda, isikose mtu anayetembelea magongo. Unaona? Kuna Biblia zingine zinasema isikose mtu anayetokwa na usaa. Hizo ni laana kwa sababu ameua mtu mmoja mwaminifu, because you've killed a person who was not supposed to be killed. Ndio maana Biblia inasema ni kinyume
na wachawi na wanawake wanaoshona irizi na kuvaa viremba vya kina kwenye vichwa vyao, wakiwinda roho za watu wasiostahili kufa, wakihifadhi roho za watu wanaostahili kufa. Je, watawinda roho za watu wangu wahifadhi roho zao? Nanipata? Ukisoma kitabu cha Danieli, nataka unapeleke polepole afu tuanze kupiga. Naonyesha vile uovu wa mtu mmoja inaweza sababisha madhara ya the whole generation, madhara ya familia mzima. Lakini sasa wewe mwenye haki lazima usimame. Kawaida ya Mungu ni omba na utapewa. Lazima useme mimi nimechoka. Mimi najitenga na madhabahu zote za familia, najitenga na madhabahu zote ambazo nimeingia kwa kujua na pasipo kujua. Lazima kuwe na entry point ya mapepo kuja. Lazima kuwe na entry point ya shida kuja. Sasa zile entry point sasa ndio malango za kuzimu. Nakumbuka imeandikwa, wewe ndio mwamba ambayo hekalu la Bwana limejengwa na malango ya kuzimu hayatakufikia wewe. Kuna malango yamepangwa ya kuzimu ya magonjwa, kuna malango yamepangwa pale hayatakufikia, lakini lazima wewe mwenye haki usimame kwenye nafasi yako sasa. Ujue sasa ilikuwa ni wakati wangu, lakini sasa ni zamu yangu. Na kawaida ya Mungu ikifika wakati wako, Mungu analeta kiu ya wewe kutaka kuombea kitu fulani. Ndio maana anasema nitauondoa moyo wako uliojengwa kwa mawe, kwa jiwe, nami nitaweka roho yangu ndani yako. Anaweka kiu, anakuwekea kiu ya kutaka kuomba. Anakuwekea kiu ya kutaka kufyeka, kupasua, kujitenga, kufyeka. Anakuwekea kiu ya kutaka kusoma Biblia. Anakuwekea kiu kwa sababu ni wakati wako sasa. Alafu ikifika kwenye zamu yako sasa, inaweza kuwa ni wakati yako lakini sio zamu yako. Unaona? Zamu yako, yoyote ambaye atakusimamia mbele yako utamfyeka vipande vipande. Kwa kuwa ikiwa kwenye zamu yako ya kutoka, hakuna atakaye kuzuia. Ndio kuna kuanguka hapa, lakini mwenye haki hata ukianguka mara 7 unainuka tena. Kama ni zamu yako, kuna wakati ni wakati wako unatengenezwa pale, alafu ikifika ni zamu yako sasa. Now it's my time. Nimesimama kwenye zamu yangu, ni wakati wangu wa kuinuliwa, ni wakati wangu sasa wa kuleta mali, ni wakati wangu sasa wa kupata mchumba. Anayesimama mbele yako uwaga unamtafuna vipande vipande. Hapo ndio Mungu anasema, tazama nimekufanya kuwa mji wenye boma, tazama nimekufanya kuwa nguzo ya chuma, nimekufanya kuwa ukuta wa shaba juu ya mataifa na juu ya wafalme na juu ya wote wanaoishi kwenye nchi. Unawamiliki wewe sasa. Hapo ndo Mungu anasema, tazama wewe, ufalme wa Mungu umepatikana kwa nguvu na wenye nguvu wameuteka. Sasa wewe kwenye zamu yako sasa unauteka sasa. Unasema ingawaji kumetengenezwa madhabahu ya kuzimu kwenye familia, na zivunja vipande vipande. Ingawaji babu na babu walikuwa wachawi, na fyeka madhabahu yote iliyonishika na pasua vipande vipande. Ingawaji yule ex boyfriend wangu kwao kuna madhabahu ya giza amenishikanisha pasipo na kujua, na vunja kila madhabahu na tenga nazo kwa damu ya kondoo. Alafu unaanza kufungulisha baraka zako. Ingawaji ndio walinionea nikaibiwa nyota, lakini sasa ni zamu yangu. Nasimama kama kuhani wa Bwana, nasimama kama masihi wa Bwana, nasimama kama mpako mafuta wa Bwana. Imeandikwa nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Navunja kazi zote za ibilisi zilizosimama mbele yangu, na zipasua vipande vipande kwa damu ya kondoo. Unaanza sasa kuomba kwa zamu yako. Unaona? Ndio maana wote waliofanya hasira juu ya Danieli waliingizwa kwenye tundu la simba. Hiyo katika kitabu cha Danieli 6 mstari wa 24 nitausoma. Mfalme akaamuru wale watu wote, right? Watu wote waliomshtaki Danieli waletwe, wakamatwe, wakatupwa kwenye tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao. Yaani kumbuka, yani jamaa alifanya hasira na mwana wa Mungu, yani na Danieli. Danieli akaingizwa kwenye tundu la simba, lakini wale simba, Biblia inasema Mungu alifunga makani ya simba. Unaona? Alifunga makani ya simba. Wale simba wakamula Danieli. Mfalme akaja pale akamshangaa Danieli bado yuko hai. Mfalme akamuru sasa, anataka hapa judge atakuwa ni simba. Siyu Danieli ameingia kwenye tundu la simba ajaliwa, wacha pia nyinyi sasa mliomshtaki nataka muingie ndani. Akawaingiza wale watu na watoto wao na wake zao, wakaingiza kwenye tundu la simba. So kuna watu leo, kwa kuwa vita zetu kitambo ilikuwa vita za kitambo ilikuwa ni kwenye ulimwengu wa damu na nyama, lakini vita zetu zimeshift sasa, zimekuwa kwenye ulimwengu wa roho. So sisi pia unaweza kuomba
useme katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Yoyote Baba aliyeinuka juu yangu, na waingiza kwenye tundu la simba kwa damu ya mwanakondoo, na waingiza na wafuta na kizazi chao kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa, usiwache mwanamke mchawi. Yoyote Baba aliyenifunga kwa njia ya kichawi, yoyote aliyenipokonya nyota kwa njia ya kichawi, na mfuta kwenye ulimwengu wa roho, unawafuta, kwa kuwa vita zetu zimebadilika. So wajamaa walikuwa wamefanya hasira, walikuwa wamemshtaki pale Danieli kwa sababu ya wivu. Mfalme akaona sasa, wacha judge akuwe simba, wacha tuingize kwenye tundu la simba. Biblia inasema hata kabla hajafika chini, wale simba waliwarukia. Same story na Haman Mwagagi. Haman Mwagagi alikuwa anataka Mordekai atundikwe na Waisraeli wauliwe. Ndio maana Esther anasema ni huyu Haman Mwagagi, adui wa Wanaisraeli. Unaona, ni mtesi na ni adui. Haman akatengeneza msalaba juu sana, akitaka kumtundika nani? Kumtundika Mordekai. Lakini kilichofanyika nini? Alitundikwa yeye na watoto wake wakatundikwa, na wote walikuwa wanataka kuona Israeli, wote pia wakafyekelewa mbali. Na wewe pia una uwezo wa kuwatundika. Kwanza unawakusanya kwa ulimwengu wa roho. Sema, na wakusanya kwa damu ya mwanakondoo. Wote waliofanya hasira juu yangu, na wakusanya kwa damu ya mwanakondoo. Kila roho inayetoka kuzimu na ikusanya na ifunga. Kanuni za kupigana ni kujua kwamba uko na mamlaka kuliko wao. Wachawi wana mamlaka kuliko mapepo, lakini sasa the moment wamekubali kufanya ushetani, ile mamlaka ina shift. Sasa mapepo yanachukua mamlaka juu yao kwa wewe kukubali, utash the power, your will power. Ndio maana ukienda kwa mchawi, you put yourself under some darkness power, unajiweka under chini ya law, ya sheria ya shetani. So yale mapepo yanainuka juu yako, na yale mapepo yanajua wewe uko na nguvu, lakini kwa sababu wewe ni umefungwa akili, kwa kuwa Mungu wa ulimwengu huu, ambaye Mungu wa ulimwengu huu amepofusha fikra zako. Kwa sababu umepofushwa, ile kupofushwa, sasa you start working under the law ya shetani. Lakini shetani mwenyewe anajua huyu ndo ametumwa ili azivunje kazi zote za ibilisi. Other theologian, other pastors, they'll tell you, ilikuwa tu mambo ya Yesu. Yesu ndo alisema alitumwa azivunje kazi za ibilisi, lakini Biblia inasema sisi na Yesu tu wamoja. Biblia inasema Yesu haoni haya kutuita sisi rafiki zake. Biblia inasema naenda kwa Baba ambaye ndio baba yenu. Biblia inasema ule utukufu ulionipa Baba nimewapatia wao ili waishi kwa imani. Biblia inasema tumesulubiwa pamoja naye, tukafa pamoja naye, na maisha tunaishi kupitia imani ya damu ya mwanakondoo. Yaani sisi na Yesu tu wamoja. Kama Yesu alitumwa azivunje kazi za ibilisi, pia sisi vile kama alivyo mwana, ni kama vile alivyo mwana ndivyo alivyo Baba. Unaona? Kama alivyo Yesu ndivyo tulivyo sisi. Unaona? Na Biblia inasema tazama, tumevuka kutoka mautini tumeingia uzimani. So mapasa atakwambia hapana, unajua yale maneno ilikuwa ni maneno ya Yesu ya kuvunja kazi ya ibilisi, lakini sisi na Yesu tu wamoja. Mamlaka tumepata sisi. The Bible says, endeni mkafufue wafu, endeni mkatakase wagonjwa, right? Endeni mkafukuze pepo wachafu, mmepatiwa bure, mtatoa bure. Sisi sasa mapasta wengine watakwambia no, these words zilikuwa zimeambiwa wale 72 disciples, Jesus alikuwa amewachagua. Hapana, yale maneno yanatuhusu sisi, yanatuhusu sisi 100%. Biblia inasema kwa jina langu mtafukuza pepo wachafu, kwa jina la Yesu. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Ndio maana yale mapepo yalipomwona Yesu, yalikuwa ndani ya yule kijana kwenye mji wa Gerasi, yalikuwa yameingia ndani yake mapepo zaidi ya 2000. Yakamwambia Yesu, tunakujua wewe mtakatifu wa Bwana, umekuja kutuondoa kabla ya wakati. Tena yakamuomba kwa jina la Yesu, yakamuomba kwa jina la Mungu, wakamwambia katika jina ya Mungu aliye hai, tunakusihi usituangamize, tunakuomba ututupe kwenye wale nguruwe. Mapepo yanajua sisi wenye damu, sisi wana wa damu, tuko na nguvu ya kuambia mapepo toka, ng'oka. Ewe pepo maskini, ng'oka, ende ujitose kwenye maji. Unarudisha kwenye asili yao. Ewe pepo ufukara, na kung'oa na kutupa kwa shimo lisilo na kina. Uko na mamlaka, yani uko na nguvu. So ukisoma kitabu cha Warumi 5, Romans 5 verse 19 inasema, kwa hiyo kwamba kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni,
Kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia. So kwa mtu mmoja, kwa mchawi mmoja wa familia, hiyo dhambi yake aliyotenda ikaleta mauti kwenye ukoo, right? Ikaleta shida kwenye ukoo, ikaleta magonjwa kwenye ukoo. Yale mapepo sasa yakaanza kufuata, yanafuata bloodline. Ndio maana kuna multi ancestral curses, kuna generational curses zinakufuata. You have to break loose from those chains. Ndio maana Yesu alipokuja akasema, roho ya Bwana yu juu yangu, tena amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema, vipofu kupata kuona kwao, right? Na waliofungiwa kupata kuachilia kwao. Lakini hakuna mahali Yesu ameenda kwenye magereza. Yesu kwa anamaanisha magereza ya rohoni. Kuna watu wamefungiwa kwenye magereza ya rohoni. Ndio maana ile kitabu cha Ufunuo 6 mstari wa 8, Ufunuo 6 mstari wa 9 inasema, niliona roho zimefungiwa chini ya madhabahu zikilia, oh sovereign God, until when? Kuna watu wamefungiwa. Uko hai lakini umefungiwa. Unaweza kuwa uko Kenya lakini umefungiwa Tanzania kwenye madhabahu za giza. Unaweza kuwa uko Tanzania lakini umefungiwa Burundi. Unaweza kuwa uko Burundi lakini umefungwa Kongo. Nyota yako inatumia huko. Kuna mtu anatumia nyota yako Kongo. Kuna mashimo ya uharibifu. Ndio maana Biblia inasema Mungu ametutoa kwenye mashimo ya uharibifu, ametutoa kwenye udongo wa utelezi, right? Ameimarisha hatua zetu, miguu zetu ameinua, ameweka juu ya mwamba, alafu ameimarisha hatua zetu. Kuna mashimo ya uharibifu, hapo ndo pali akaapo shetani. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Ufunuo, na pajua ukaapo kwenye kiti cha enzi cha shetani, pahali akapo shetani, mali mtumishi wangu Antipas aliuliwa. Mtumishi wangu Antipas, unaona, aliuliwa, lakini wewe unalishika sana jina langu. So kuna mahali shetani anataka control maisha kutokea pale akapo shetani. Na sisi tunajua vyote vilivyozaliwa na Mungu vimeushinda ulimwengu. Tunajua tumetoka kwa Mungu, lakini dunia iko chini ya uongozi wa ule mwovu. We know that. But ingawaje uko chini ya uongozi wa mwovu, tuko na nguvu kumliko. Yaani this is our territory. Na tumuumbe mtu kwa mfano wetu ili aje atawali anga, ndege wa angani, naona, samaki wa baharini na vyote vilivyo kwenye nchi. Biblia inasema tuzaane na tuijaze dunia na tuitiishe dunia. To command. We've been given to command. Ndio maana Mungu mahali anakasirika anasema, tazama wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Mungu anakuambia wake up. Wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa wewe utapiga wafalme, kwa wewe utapiga mataifa. Mungu anakuambia kwa wewe. Na kuna kifungu kinasema mtu mmoja atapiga maelfu. Kwa kuwa Mungu ameahidi atakupigania kama alivyoahidi. Kwa kuwa Mungu atakupigania kama alivyoahidi. Yaani wewe mtu mmoja hivi una uwezo wa kupiga mapepo elfu, una uwezo wa kupiga wachawi elfu. Hakuna cha kukushinda kama ukiamua kufyeka kwa mamlaka, kama ukiamua kupasua kwa mamlaka na kukaa kwenye utakatifu. Hapo ndo Mungu anakuambia sasa, simameni muone utukufu wa Bwana. Wale adui zenu wa Misri hamtawaona tena. Simameni muone utukufu wa Bwana. Zile pepo ambazo zimekuja kukufunga hautoziona tena. Lakini Mungu anataka kutumie wewe ili ukombozi, utukufu wake uonekane. Unaona? Anataka kutumia wewe mwenye mwili ili ufalme wake uonekane, udhihirike. Unaona? Shetani lazima pia atafutie mwili. Ndio maana jamaa ilimbidi aingie kwenye mwili wa nyoka. Ndio maana shetani lazima aingie kwenye mwili ya wachawi ili atende kazi. Ndio maana kuna watu fulani ukianza kuwaombea, unasikia kuna watu wanatembea nasema, mimi ni Mwajuma, mimi ni mjomba fulani, mimi ni dada yake, mimi ni mama yake, nilikuwa nimemfunga, nimeingia ndani yake. Unashangaa sasa, mama, umeingia ndani ya mtoto wako vipi? Unaona? Una control maisha yake vipi ndani yake? Unamfyeka. Shetani anataka mwili, pia Mungu anataka mwili. Lakini sasa Mungu anatuambia sasa sisi ndio chombo chake na rungu. Sisi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Tena Mungu anaongeza anasema, tazama nimekufanya kuwa chombo kipya kikali chenye meno. Utavunja vilima, utafikicha vilima, nazo zitakuwa kama makapi. Nataka tuingie kwenye maombi. Nataka tuvunje kila madhabahu pale akapo shetani kwenye maisha yako, pale akapo shetani amekufungia kutokea pale. Nataka tuvunje zile kamba. Biblia inasema zile mizigo mizito zetu zitatuliwa na zile nira zitalegezwa kwa mafuta. Kuna mahali Samsoni alikuwa amefungwa na ndugu zake, akafika mahali kunaitwa Lehi. Roho wa Bwana akamshukia kwa nguvu, akachana zile kamba. Alipochana zile kamba, akachukua mfupa
taya la punda, joo ya punda, akawapiga Wafilisti, akawafyeka. Alipowamaliza kuwapiga Wafilisti, akamwambia Mungu, tazama mtumishi wako ameona kiu, amefanya kazi yako na mtumishi wako ameona kiu. Mungu akasababisha maji pale Lehi, mahali kunaitwa Lehi, akasababisha maji mpaka leo hiyo maji yapo. Biblia inasema hata sasa kuna maji yanaitwa Lehi hapo. Samsoni alipopiga wale jamaa, akamwambia Mungu, nimefanya kazi yako, sasa leta maji. Na sasa sisi tunataka tuwapige, tunamwambia Mungu, sasa tushawapiga, baraka zetu ziko wapi? Kwa kuwa umesema umetubariki sisi kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho, zianze kudhihirika sasa. Tushawafyeka hawa watu, tushawapasua, tushavunja madhabahu sasa, tushawaharibu sasa, baraka zetu na zidhihirike. Unasema naamuru kwa damu ya kondoo nyota yangu ianze kung'aa. Naamuru kwa damu nashusha baraka zangu zije kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Unaanza kuzishusha sasa. Kuna kanuni tatu za kuomba. Kuna kuziendea baraka zako, kuna kuwatuma malaika, na kuna kuziamuru mahali ulipo. Biblia inasema Mungu ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi. Mungu ulituma neno. Pia wewe sasa kama mwana wa Mungu, imeandikwa wewe ni miungu na wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. You are God and you are sons of God. Unaona, sisi sasa unasema katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo, nalituma neno lilete nyota yangu kwa damu ya Yesu, nalituma neno lilete afya yangu kwa damu ya mwana kondoo, nalituma neno. Unaanza kulituma, ama unasema katika jina la Yesu Kristo na watuma malaika. Biblia inasema kwani hao sio roho wanaohudumia watu watakaorithi ufalme? Malaika wale sasa ni wajoli wetu, they are there to work for us. Na Biblia inasema Mungu ataagiza malaika zake wakulinda katika njia zako zote, mikononi mwao watakubeba usije ukajikwaa. Unaona? Lakini lazima sasa pia ujue kuwatumia. Alafu unakaa kwa utakatifu, una avoid dhambi. Unakaa kwa utakatifu, alafu unajitakasa mara kwa mara. Unaona? Biblia inasema tukisema hatuna dhambi tutakuwa tunajidanganya. Hakuna mtakatifu zaidi ya Yesu. Unaona, so sisi tukisema tuna dhambi tutakuwa tunajidanganya, lakini tukiungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na wa haki hata atusamee na dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu. So unaweza kuwa umeamka tu sema naomba msamaha Baba kwa ile nimeatenda kwa kujua na pasipo kujua. Kumbuka dhambi si lazima umekuwa umetenda wewe. Kuna dhambi ilitendwa na watu wazee wako wa kitambo, lakini kakunasa, lazima uombe msamaha kama ni wewe umeitenda. Ili ile dhambi uibebe, alafu uombe msamaha kama vile Yesu. Biblia inasema yule ni kama mwanakondoo abebaye dhambi za ulimwengu. We pia sasa kama mwanakondoo pia unabeba ile dhambi, unasema naomba msamaha kwa wale Baba nimeyafanya kwa kujua. Unaomba msamaha kama wewe umeyatenda, kwa yale nimeyatenda kwa kujua na pasipo kujua. Kwa kuwa ujui mamako kumbe ni mchawi, ule uovu umekunasa, unaomba msamaha. Lakini imanishi kama mamako ni mchawi usimfieke. The Bible is so clear. Usiwache mwanamke mchawi akaishi. Mchawi mama, mchawi dada, mchawi sijui nani, unamfieka, unampasua vipande vipande. Alafu ukijua mamako ni mchawi ama dada yako ni mchawi ama watu wako karibu mchawi, anza kujitenga nao. Ndio unawapenda, uwachukii, ndio unawaheshimu, hauwadharau, lakini jitengeni nao. Biblia inasema jitengeni nao, msije mkaangamizwa kwenye dhambi zao. Tokeni kwenye hema za waovu. Unajitenga nao. Mchawi ukiwa karibu na yeye atakuumiza. Amini nakwambia. Kama hauna mamlaka, kama hauna nguvu, kama haujui kuomba, haujui kwa utakatifu, mchawi ukikaa karibu na yeye atakuumiza. Lazima useme najitenga nao, najitenga na madhabahu zao. Inaweza kuwa uko mbali lakini wamekushika na madhabahu zao. Sema najitenga kwa damu ya mwanakondoo. Nafuta damu yangu inakuwa damu ya mwanakondoo. Nafuta kila DNA iliyowekwa kwenye damu yangu. Nafuta kila alama iliyowekwa kwenye damu yangu, zote zilizo kwenye ulimwengu wa roho na zote zilizo kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kuna alama zimewekwa kwenye ulimwengu wa roho na kuna alama umewekewa kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Zinakufuata kwa sababu anasema huyu ni uzao wa mtu fulani, huyu ni uzao wa mtu fulani. Na ule mzee wa Kirungwa alitoa kafara zake akasema, naweka ulinzi kwenye familia yangu, watoto wangu wasikufe, lakini wasikuwe matajiri. Ndio maana nashangaa baba ako vile yuko, mama pia ako vile yuko. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ezekiel 16 verse 44 inasema, tazama mtu atumiaye methali hii, atumie methali kinyume chako, akisema kama alivyo mama ndivyo alivyo baba, kama alivyo mama ndivyo alivyo binti. Ndio maana unapata mama ni mchawi,
Watoto pia wameingizwa kwenye uchawi, hawajui wameingizwa kwenye uchawi, wanafanyishwa uchawi usiku, lakini hawajui. Right? Na ukiwezekana it's Ezekiel 16 verse 44. Lish, thank you so much. So ikiwezekana kama unaweza kuamka muda wa kuanzia saa 6 mpaka saa 9 ukifyeka kwa mamlaka, ukilala utaona vitu kama TV. You'll see a big screen. Ndoto zako zitakuwa so defined ukiamka usiku. Kwa kweli utakuwa unawatatiza. Ndio maana Yesu pale alipokuwa anakaribia kukata roho, pakatokea giza kuu. Kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Shetani alikuwa nadhani amewin. Yesu akalia akasema Eloi Eloi lama sabakthani, alafu akakata roho. Alipokata roho sasa, ile roho yake ikauishwa, ikaenda mpaka kuzimu, akaenda kuhubiria watu waliofungwa, wenye haki waliofungwa, akaenda kuhubiria huko. Ndio maana Biblia inasema mwenye haki kwa usio na haki, kwa jinsi ya mwili aliuawa, ila kwa jinsi ya roho akahuishwa. Roho yake ikahuishwa, ikaenda mpaka kwenye huko kuhubiria watu. Unaona? Ghafla pakatokea tetemeko kuu, alafu pazia la hekalu likapasuka. Unaona? Alafu makaburi ya watakatifu yakapasuka, wale watakatifu wakatoka kwenye makaburi. Unaona? Hiyo ni nguvu na mamlaka. Shetani alikuwa nadhani amewin, ndio maana giza lilitanda pale akidhani amewin. Alafu ghafla light ikakuja, pazia likapasuka, tetemeko, makaburi yakafunguka. Unaona? Tunataka tuingie kwenye mamlaka, tuingie kwenye maombi ya mamlaka. Kumbuka ni maombi ya mamlaka na kukaa kwenye utakatifu na kujitakasa mara kwa mara. Unajitakasa mara kwa mara. Kama ni mtoto wako unamtakasa mara kwa mara, unaomba msamaha. Kumbuka sio lazima ungojee saa 6 ndio uombe. Unaweza kuwa ni saa 2 asubuhi unaomba. Sio lazima ungojee tuingie live ndio uombe. Wewe unaomba hata kama unatembea. Unasema kwa damu ya mwana kondoo naomba msamaha kwa yale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua, hata kama ni kimoyo moyo. Kumbuka Biblia inasema neno la Mungu li hai, ni likali kuliko upanga ukatao kuwili, tena lina nguvu, linachoma hata kuzitawanya nafsi na roho na mifupa na mafuta yaliyo ndani, ni jepesi hata kujua makusudi ya moyo na mawazo ya rohoni. Yale makusudi yako moyo, sasa zile haja za moyo wako, neno la Mungu linapenya mpaka linajua makusudi. Mungu anachunguza moyo. Unaweza kuwa unaomba kimoyo moyo na Mungu anasikia. Ndio maana kuna watu walala usiku, unaota unaomba, unaota unafyeka wachawi, unaota unaongea kwa ndimi usiku. Alafu pia ukitaka ukue kama upanga ambao unakata kwili, unafungulisha ndimi. Uanze kuomba kwa ndimi. Kila nene kwa ndimi anaongea na roho wake. Yale mambo ambayo sasa wewe hujui, sasa Roho Mtakatifu anaingilia, sasa anaanza kuomba. Kwa kweli ile lugha ya ndimi akili yako haijui, na moyo wako pia ni moyo wako sasa unajua. Moyo wako ina connect with divine connection ya mbinguni, sasa inaanza kusema haja zako. Sasa kuna mambo fulani sasa, yani ndio maana ukiomba design ya kawaida unaweza sema naondoa kila kizuizi kilichoko mbele yangu. Haujui, lakini unasema unaondoa. Nani amekwambia kuna kizuizi? Lakini ukiomba kwa ndimi, ukianza kuomba kwa ndimi, Roho Mtakatifu anajua ni hapa, ni pale. Roho Mtakatifu anajua where to touch. Ni Roho Mtakatifu, yeye ako rohoni, yeye anapiga pale. Roho yako imeconnect na Roho Mtakatifu pale, imeconnect na mbinguni pale, imeconnect na malaika pale. Yani it's a divine connectivity. Yani unaanza kuongea kwa lugha sasa ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anajua pale kuna maragwe, kuna nini, unapasua pale kwenye maragwe, unapasua kwenye mahindi, unapasua pale na kufungulisha lugha. Unaweza kaa tu mahali unafungulisha lugha, sema katika jina la Yesu Kristo, imeandikwa kwa jina lake tutafukuza pepo wachafu, imeandikwa kwa jina lake tutanena kwa lugha mpya kwa damu ya mwana kondoo. Nafungulisha lugha mpya kwa damu ya mwana kondoo, na vunja kinachonizuia nisinene kwa lugha, na pasua vipande. Anayezuia maisha yangu na vunja, anayezuia nisiongee kwa lugha mpya na pasua. Na huisha roho yangu sasa, na huisha Roho Mtakatifu kwa damu ya mwana kondoo, na iamuru ianze kutenda kazi kwa ukubwa ndani yangu. Unaanza kuiamuru sasa. Kumbuka Roho Mtakatifu pia anakungoja wewe sasa. Unafungulisha lugha. Usiende kwa kanisa ukaambiwa eti pastor anakufundisha eti I'll teach you how to speak in tongue. Kila mtu anakuwa na tongue yake tofauti. Wewe omba Mungu akufundishie lugha yako. Ule pastor asikudanganye, akufundishe na lugha yake. Na kumbe ule pastor akiongea vile is a type of incantation anafanya, anasema mambo fulani akiyaita mashetani. Kumbe ule pastor ni wa kishetani. Ndio maana lugha za mapasta wengi wa giza zimefanana. Ukizichunguza zimefanana.
Wewe fungulisha lugha yako wewe mwenyewe. Mahali pako pasiti tusema kwa damu ya mwanakondoo imeandikwa, kwa jina lake tutanena kwa lugha mpya. Nafungulisha lugha ya Roho Mtakatifu kwa damu ya mwanakondoo. Nafungulisha lugha mpya kwa damu ya Yesu anayezuia na mfyeka. Kumbuka, ukianza kuomba, vunja kwanza kinachozuia, alafu fungulisha. Hawezi kwenda juu, hawezi kuomba kitu kama usipoondoa vizuizi. Kuna vizuizi. Ndio maana Yesu anakuambia makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake ayaletaye. Kuna makwazo. Wachawi wamekutangulia wakakujengea madhabahu, kama vile Balaam na Balak walitangulia Wanaisraeli. Balak alimwita Balaam mchawi, akamwambia njoo unilaanie watu hawa. So kuna mchawi amekaa mbele ya maisha yako, anataka kukulaani. Lakini Biblia inasema hakuna awezaye kumlaani ambaye Mungu amembariki. Yes, amekutangulia. Sasa lazima uvunje those barriers, those limitation. Shetani akianza kuona unaanza kuinuka, he brings limitation. Na tumefundishwa exaggerated hope. Eti mimi ni mota ndoto nitapata. Sitakufa mimi. Lazima ile gari niliota usiku lazima nitalipata. Amini nakwambia utakufa na ile gari hautalipata kama hautaomba kwa mamlaka. Shetani kwanza akijua kuna gari mbele yako, anatafuta njia ya kukuua. Wachawi wakiona nyota yako ni kubwa, wanatafuta njia ya kuizima. Right? Wakiona wewe umebarikiwa sana, wako na schemes, tusikose kuzijua ila zake. Wanatafuta njia ya kukufunika. So utabaki na ndoto zako pale. Wengi walikufa, na waliokufa pia walikuwa wanaota kama wewe, lakini walikuwa hawajui kupigana. Watu waliofungwa chini ya madhabahu walikuwa na ndoto zaidi ya wewe, lakini waliuliwa na wakafungwa. Ndio maana Paulo anasema kwa sababu ya ukuu, right? Kwa sababu ya ukuu ya ufunuo huu nisijivune kupita kiasi. Ameweka miba mwilini mwangu, akatuma mjumbe wa shetani ili anipige ngumi nisijivune kupita kiasi. So wewe kwa sababu ya ukuu wa nyota yako wanaweka miba, limitations ndani yako. Wanatuma wanadhiri wa shetani, wanatuma wajumbe wa shetani wakuzuie usipate pesa, wakuzuie kwa sababu ya ukuu wa nyota yako, kwa sababu ya ukuu ya hatima yako. Ya Paulo ilikuwa ni ukuu ya ufunuo, alikuwa anapata ufunuo na Mungu kwa sababu ile ukuu. Ndio maana Paulo anasema sikizeni watu wa Thesalonike, mimi Paulo nilitaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akanizuia. I wanted to come to you. Mara ya kwanza nikajaribu, ya pili nikajaribu, lakini nikazuia. Kama mtume Paulo ambaye ameandika karibu Biblia mzima, New Testament mzima, alizuiwa. Wewe ni nani usizuie? Lazima uombe kwa mwenye mamlaka. Ndio maana Biblia inasema, Paulo anatuambia nimepigana vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. Amepigana vita. Ndio maana Paulo anamwambia mwanangu Timotheo, na kupatia maagizo haya kulingana na maneno ya unabii yaliyosemwa juu yako, ili kupitia maneno hayo upate kupigana vita vilivyo vizuri. So wewe kuna uwezekano umezaliwa na nyota mingi. Kupitia ule ukuu wa nyota yako lazima ujue kupigana. Ndio maana mimi nampenda Daudi. Daudi anamwambia Mungu, Baba nakushukuru umenifundisha mikono yangu kupigana. You've taught me how to fight. Naona? You've taught me how to fight. Lazima ujifunze jinsi ya kupigana. Lazima ujifunze kujitegemea. Usikuwe mtu kubebwa na maombi za wengine. Lazima pia ujue kujitegemea. Wacha kubebwa na maombi za watu wengine. Wale ambao wanakuombea pia wana shida zao. Hata mimi nina nyota ya kupigania. Hata pasta wako ule ambao unaambia nikumbuke, hata yeye pia ako na shida zake pale. Kwanza yeye anapigwa zaidi kuliko wewe, kwa sababu anaombea watu wengine. Jifundisha kusimama wewe mwenyewe. Jifundisha kusema katika jina la Yesu Kristo, mimi pia nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge. Anza kuvaa mamlaka sasa. Anza kuvaa chepeo la wokovu. Anza kutoa upanga rohoni. Anza kuutumia sasa. Unaanza kuutumia sasa kuwafyeka, kuwapasua. Usikuwe mtu kubebwa na maombi za watu wengine. Biblia iko very clear, anasema kama vile Mungu anavyohuisha wafu na kuwapatia uzima, ndivyo alivyo mwana, anahuisha chochote anachokitaka. Right? Kuhuisha ni kuinua. Na wewe ni mwana wa Mungu aliye hai.
na chochote kilichozaliwa na Mungu kimushinda ulimwengu. Sasa pia wewe kwa mamlaka ya damu mwanakondoo unaanza sasa kuuisha vitu. Sasa unasema katika jina la Yesu Kristo, nyota yangu iliyofungwa kwenye mashimo ya haribifu, nyota yangu inayotumia kwenye bahari, nyota yangu inayotumia na waganga, aliyeiba nyota yangu na kukamata na kufika na kuamuru achia kwa damu mwanakondoo, unaanza kuamuru achie kwa damu ya mwanakondoo. Nataka tuingie kwenye maombi. Sote tumehubiri sana, lakini anyway, Roho Mtakatifu ametaka hivyo, Mungu ametaka hivyo ili tupate kujifunza, tupate kuzama na kupata uelewa. Nataka tuingie kwenye maombi sasa. Nataka tuvunje laana zote, nataka tuvunje viti vyao vya enzi, alafu tupasue kwa damu ya mwanakondoo. Wasaidizi watu wafyeke miungu yao tu, yapasue vipande. Na ukiombea mchawi unasema, ewe mchawi fulani anayetesa maisha yangu, na kukamata na kufunga, na kila roho unayetumia na ikamata na ifunga, na madhabahu zako zote na zikamata na zifunga na ponda na zisaga na zigeuza zinakuwa kinyesi kwenye ulimwengu wa roho. Biblia inasema atageuzwa, atakuwa kama kinyesi, na wanaomjua watasema ni nani huyu? Katika jina la Yesu Kristo tutawageuza, watakuwa kama kinyesi, tutawageuza watakuwa kama mavumbi. Biblia inasema nimekumbuka Amaleki alivyowatendea Wanaisraeli. Nenda futa na kumbukumbu zako. Wewe pia unawafuta Amaleki wa maisha yako, unamfuta mteso wa maisha yako, unamfutilia mbali kwa damu ya mwanakondoo. Sasa amekutesa, amekuchelewesha mpaka leo hujaolewa, amekuchelewesha mpaka leo hujapata mtoto, amekuchelewesha mpaka leo hujapata bibi, amekuchelewesha kwa nini? Na imeandikwa hakuna wezaye kumnyoshea mkono masihi wa Bwana. Mbona amenyosha mkono kushika masihi wa Bwana? Kwani hajui wewe ni masihi wa Bwana? Ama alijua akapuuzia? Unaona? Anajua una nguvu. Kwa nini aliona nyota yako akataka kuiba? Kwa nini? Hizo maswali sasa. Kwa nini anakutesa? Kwa nini yeye ndio spiritual spouse wako? Kwa nini kila siku anakulisha chakula za kishetani? Kwa nini kila siku anakupeleka chini ya bahari? Kwa nini kila siku anakutoa kwenye mwili, anakulimisha usiku, anakuleta? Kwa nini? Hayo maswali sasa. Kama hana majibu, kitakula kwake. Kama hana majibu, lazima, maana ni haki yako kulipizia kisasi kwa wote wanaokutesa. Kwa damu ya mwanakondoo tuanze kujitakasa kwa damu ya Yesu. Anza kujitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Jitakase kwa damu ya mwanakondoo. Leo tunataka tufyeke watesi wetu, tuwapasue vipande. In Jesus name, anza kujitakasa kwa damu ya Yesu. Jitakase, alafu omba msamaha kwa wale umeatenda kwa kujua na pasipo kujua. Omba msamaha. Kama uko na mtoto pia mtakase, omba msamaha juu yake. Nyumba yako pia itakase. Sema najitakasa nafsi, najitakasa roho, najitakasa mwili kwa damu ya mwanakondoo. Naomba msamaha kwa wale nimeatenda kwa kujua na pasipo kujua. Anza kujitakasa sasa. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele, tunakuja mbele zako sana wakati huu Baba, tukijitakasa kwa damu ya mwanakondoo. Tunajitakasa kwa damu ya mwanakondoo, na watakasa watu hawa kwa damu ya Yesu, maana imeandikwa kila kitu kwenye Torati utakasa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Na watakasa kwa damu ya Yesu, na watakasa kwa damu ya mwanakondoo. Natakasa Baba anga yao, natakasa nafsi zao, natakasa Baba mwili wao, natakasa akili zao, na zitakasa kwa damu ya mwanakondoo, maana imeandikwa utuoshe kwa hisopo na sitakuwa weupe kama theluji. Kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuomba msamaha kwa Yesu. Anza kuomba msamaha na maombi yetu yakubalike. Anza kuomba msamaha. Sema naomba msamaha kwa yale nimeatenda kwa kujua na pasipo kujua. Naomba msamaha kwa ajili ya mke wangu. Naomba msamaha kwa ajili ya mtoto wangu. Naomba msamaha. Anza kuomba msamaha kwa ajili kwa vyote ulivyofanya. Anza kuomba msamaha kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuomba msamaha kwa damu ya Yesu. In Jesus name, kwa damu ya mwanakondoo. Kwa damu ya Yesu, anza kuomba msamaha. Ukiomba msamaha unaanza kujintroduce sasa. Unasema imeandikwa mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa mimi ni mpako mafuta wa Bwana. Imeandikwa mimi ni kuhani wa Bwana. Imeandikwa mimi ni rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa damu ya mwanakondoo anza kuvaa mamlaka. Ukijintroduce sasa unavaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Unaikamata anga, unaikamata nchi, unaikamata bahari na mashimo yake kwa damu ya mwanakondoo. Sema Baba Mungu ishie milele, navaa mamlaka kwa damu ya mwanakondoo. Naikamata anga kwa damu ya Yesu, na ikamata nchi kwa mikono ya chuma, na ikamata bahari kwa damu ya mwanakondoo. In Jesus name, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele, tunajitakasa kwa damu ya Yesu, tunajitakasa kwa damu ya mwanakondoo, maana imeandikwa kila kitu kwenye Torati, Jehova utakaswa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Tunaomba msamaha kwa wale tumeyatenda kwa kujua na pasipo kujua. Baba, tunavaa mamlaka kama wana wa Mungu, tunavaa mamlaka Baba kama wanadhiri wa Bwana, tunavaa mamlaka maana sisi ni chombo kipya kikali chenye meno. Tutavunja vilima, tutafikisha vilima nazo zitakuwa kama makapi. Tunaikamata anga kwa damu ya Yesu, tunaikamata
tunaikamata nchi kwa damu ya mwanakondoo, tunaikamata bahari na mashimo yake kwa damu ya mwanakondoo, maana imeandikwa, na tuumbe mtu kwa mfano wetu, ili aje atawale anga, atawale ndege wa angani, atawale samaki wa baharini. Navaa mamlaka kwa damu ya Yesu, navaa mamlaka kama mmiliki wa Bwana, damu ya mwanakondoo, navaa mamlaka kama mtawala halisi, na ikamata anga kwa damu ya Yesu, na ikamata nchi na bahari, na ikamata kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja kila madhabahu sasa. Unasema kila madhabahu iliyoinuliwa kwa ajili yangu na vunja vipande vipande. Madhabahu ya ukoo, pasuka vipande vipande. Madhabahu yote ya magonjwa, vunja vipande vipande kwa damu ya mwanakondoo. Na achilia moto wa damu Yesu, na achilia radi. Madhabahu yote iliyotengenezwa ya wafalme wa giza, na zipasua vipande vipande. Madhabahu za magonjwa, vunjika vipande vipande. Madhabahu za kuibia nyota, na zivunja vipande vipande kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuvunja madhabahu sasa kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema wakuliwa ataliwa, adui zako atavunjwa, aliyekuja kuteka nyara naye atatekwa. Anza kuvunja, haribu, anza kuponda ponda, anza kusaga saga kila madhabahu. Madhabahu zote za wafalme wa giza vunja. Madhabahu za ule baba wa familia, sema na kushambulia madhabahu yako, na vunja madhabahu zao kwa damu ya mwanakondoo. In Jesus name, anza kuvunja, anza kupasua madhabahu zote, anza kuzisaga saga. Achilia moto, achilia radi, achilia umeme wa damu ya mwanakondoo. Pasua madhabahu za familia, pasua madhabahu za ukoo wa familia, pasua kwa damu ya mwanakondoo. In Jesus name. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele, tunavaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, tunavaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Baba anavaa mamlaka tena kwa damu ya mwanakondoo, na kamata anga kwa mikono ya chuma, na ikamata bahari Jehova, na ikamata nchi kwa damu ya mwanakondoo. Na vunja kila madhabahu Jehova iliyosimama juu yetu, na pasua kila madhabahu iliyosimama juu ya watoa, na fyeka madhabahu za familia, na zipasua vipande vipande. Madhabahu za magonjwa, na zivunja vipande vipande. Madhabahu wasiolewe, na zisaga, na zipasua, na zivunja kwa damu ya mwanakondoo. Na achilia moto madhabahu zote Jehova iliyoshika watu hao kwenye mamlaka yao, na fyeka hicho kiti cha enzi cha joka, na kipasua vipande vipande. Na zama kwenye ulimwengu roho, na ikamata anga, na ikamata nchi kwa mikono ya chuma, na ikamata Baba, maana umenipa sisi mamlaka kwa damu ya mwanakondoo ya kuvunja kazi za ibilisi, na zipasua hayo madhabahu iliyosimama juu ya watu hawa, na ivunja na iharibu madhabahu zote za magonjwa, na zipasua vipande vipande. Vunjika kwa damu ya mwanakondoo, na achia moto wa maangamizi. Nikipasua madhabahu kwenye mapori, na zipasua vipande vipande. Madhabahu kwenye ulimwengu wa roho, na zivunja vipande vipande. Madhabahu kwenye ulimwengu wa damu na nyama iliyosimama juu ya watu hawa, pasuka, mwachie, pasuka, na ziangamiza, na zisagasaga kwa meno ya chuma. Vunjika vipande vipande, na achia moto, na achia radi, na teketeza kwa damu ya mwanakondoo, maana imeandikwa Mungu anajibu kwa moto. Na achilia moto wa damu ya Yesu, na fyeka, na vunja kila madhabahu, maana imeandikwa neno la Mungu ni moto lao. Na achilia moto juu ya madhabahu zao, na achilia moto juu ya madhabahu za waganga, na achilia moto juu ya madhabahu ya wafalme wa giza, na achilia moto kwa damu ya mwanakondoo. Pasuka vipande vipande. Yule mkuu wa ukoo na mshambulia, madhabahu yake na yavunja, na ya saga, na ya pasua, na ya kanyaga, na ya geuza, yanakuwa kama mavumbi. Pale akapo shetani kwenye familia ya watu hawa, pale akapo shetani kwenye maisha ya watu hawa, nafuata hicho kiti chake cha enzi, na kifuata hicho kiti cha enzi cha magonjwa, na kifuata, na kivunja hicho madhabahu, na kipasua vipande vipande. Madhabahu za wafalme wa giza, madhabahu ya kitengo cha juu, madhabahu ya kitengo cha chini, na zisaga, maana imeandikwa hakuna chochote Baba kisichowezekana kwako kwa damu ya mwanakondoo. Na achilia moto, na achilia radi, na achilia umeme, nikivunja kwa damu ya mwanakondoo, na kipasua hicho madhabahu, na kifyeka kwa damu ya mwanakondoo. Achia maisha yake, na vunja, na achia moto. Anza kuachilia moto juu ya madhabahu, anza kufyeka madhabahu zote za mashetani, anza kufyeka madhabahu zote za wachawi, anza kupasua madhabahu za mama mganga, anza kupasua madhabahu za bibi mchawi, anza kufyeka. Sema kila madhabahu iliyofanyika kwa jina langu nalipasua vipande vipande. Kila madhabahu iliyofanyika kwa ajili ya mke wangu napasua vipande vipande. Kila madhabahu iliyofanyika kwa juu ya kazi yangu napasua vipande vipande. Naisaga, naipasua madhabahu za wafalme wanaoshika system za ulimwengu, napasua madhabahu yao na yafyekelea mbali. Anayeshika system ya utajiri na kupasua kwa damu na kondoo.
In Jesus, anza kupasua, endelea kuvunja kila madhabahu. Dakika moja tuendelee kuvunja. Sema navunja kila madhabahu kwa damu ya mwanakondoo. Ewe mwanamke mchawi uliweka madhabahu juu yangu, na saga madhabahu yako kwa damu ya mwanakondoo. Ewe bibi mganga ulioshika maisha yangu na kufyeka, ewe bibi mganga uliyekuja kuiba nyota, na pasua madhabahu yako kwa damu ya mwanakondoo, na yavunja vipande vipande, na pasua madhabahu za wasaidizi wao, na fyeka, na achilia radi, na achilia moto, maana imeandikwa Mungu aliachilia moto kutoka juu ikawalamba wale makuhani 250. Nawe pia achilia moto kwa damu ya mwanakondoo, maana wewe ni miungu, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa wewe ndio roho na silaha za Bwana za vita. Kwa kusudi hili mwanadamu alidhihirishwa ili azivunje kazi zote za ibilisi. Anza kuvunja kila madhabahu, anza kupasua vipande vipande, anza kuzikamata anayeshika system ya pesa, anza kumkamata anayeshika system ya afya, anza kumkamata. Sema na wakamata kwenye anga na wafika, anza kukamata wachawi sasa, anza kukamata mizimu, anza kukamata kila roho inayotoka kuzimu. Sema katika jina la Yesu Kristo, kila roho Jehova iliyotoka kuzimu iliyoinuka kwa ajili yangu, na ikamata na funga wachawi wote Baba, roho za watu waliokufa kitambo, ambao walikufa kwenye dhambi, ambao walikuwa wachawi wanatumika kunitesa mimi, na wakamata na wafunga. Mizimu ya familia na ikamata na ifunga. Ile roho ya umaskini na ikamata na ifunga. Ile roho ya magonjwa, ile roho ya kufungisha ndoa na ikamata na ifunga. Anza kuzifunga matita matita. In Jesus name, anza kuzifunga matita, zifunge. Nataka tuzitundike, tutazitundika kama vile Haman Mwagagi alivyomtundika, kama vile Mordekai alivyomtundika Haman. Na si lazima tuwatundike kwa silaha zao wenyewe, lazima tuwatundike vipande. Anza kuwashambulia sasa waganga, anza kuwashambulia, wafunge sasa. Imeandikwa chochote utakachofunga duniani basi kimefungwa na mbinguni. Anza kuwafunga kwa minyororo. Ewe mganga ulioshika maisha yetu na kufunga, ewe mganga ulioshika maisha watu wao na kufunga, ewe mchawi, ewe roho ya mtu aliyekufa kitambo unafuata maisha yake na kufunga kwa damu na kondoo, ewe roho ya kufungisha ndoa na kukamata na kufunga kwa damu na kondoo. Anza kuwafunga, anza kuwakusanya, wakusanye. Sema na wakusanya kwenye ulimwengu roho, na wakusanya yoyote aliyefanya chuki juu yangu, na kukusanya na kufunga kila roho inayotoka kuzimu, na kukusanya na kufunga. In Jesus name, kwa damu ya Yesu anayezuia huduma yangu, na kukusanya na kufunga kwa damu na kondoo. Anza sasa kuwafunga, ukiwafunga sasa anza kuwapasua, anza kuwavunja, anza kuwateketeza, anza kuachilia moto, anza kuachilia radi kwenye ulimwengu roho, anza kuwasaga. Kumbuka wewe ni chombo kipya kikali chenye meno, utavunja vilima. Anza kuwafunja, anza kuwakamata, anza kuwatundika, anza kuwatenda jinsi unavyotaka wewe. Tazama imeandikwa leo ndio ile siku aliyofanya Bwana, ambaye adui zako wameletwa chini ya miguu. Utawatenda jinsi unavyotaka wewe. Anza kuwafyekelea mbali, anza kuwavunjilia mbali. Imeandikwa vaa silaha za Bwana za vita ili mpate kupigana siku ya uovu. Anza kuwafyeka, anza kuwapasua. Sema na wapasua vipande, na wafunja kwa damu na kondoo. Waganga waliojipanga kushindana na maisha yangu, wachawi waliojipanga kushindana na mimi, na kushambulia kwa moto, na kuvunja vipande, na kupasua na kufyekelea mbali, na kuangamiza kwa damu na kondoo. Pasuka vipande, anza kuwasaga. Imeandikwa usimfunge ng'ombe mdomo anaposaga nafaka. Anza kuwatafuna kwa meno ya chuma, tafuna ajenda zao, tafuna madhabahu yao, anza kufyekelea mbali, pasua vipande. Ukitaka sema na watundika, ewe mteso wa maisha yangu, na kutundika kwa damu na kondoo. Ewe mteso wa maisha yangu, na kufyeka. Ewe roho unaleta utesi maisha yangu, na kupasua. Ewe roho unaleta kansa, ewe roho unaleta ufukara, na kufyeka. Waganga waliosimama kunishika mimi, na wafyeka. Madevil worship waliojipanga juu ya watu wao, na kufyeka. Anza kuwafyeka. Biblia inasema vaeni silaha za Bwana za vita ili mpate kupigana ile siku ya uovu. Leo na wafyekelea mbali, anza kuwapasua kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuwafyeka katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele. Tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, tunavaa mamlaka kwa damu ya Yesu. Imeandikwa Mungu usinyamaze kimya, maana kile kinywa cha mtu mwongo na kile kinywa cha hila Baba kimeinuka na kusema uongo juu yetu. Na washambulia waganga Jehova walioshika watu wao, na washambulia mizimu Jehova iliyoshika watu
watu hao, naishambulia, naifunga matita, nafunga roho ya waganga, nafunga waganga, nafunga na wasaidizi wao, nafunga na mizimu yao, na wafunga Baba na silaha zao za magonjwa, na silaha zao Jehova wanazotumia, na kila roho wanazotumia ili kuangamiza watu hao, nazikamata, nazifunga matita, nazifunga kama vile Mungu ulivyoachilia moto kutoka juu, nami naachilia moto, na wateketeza, na wafyeka, na waachia moto, na wapasua na moto lao, na wapasua na waponda, maana imeandikwa Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako ni nyundo inayovunja miamba vipande kwa damu na kondoo, maana imeandikwa silaha za vita zangu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome, na wafyeka aliyesimama mbele yangu na kupasua vipande, aliyekuja kuiba nyota na kupasua vipande, na vunja kafara zao, na zifika, na washambulia, na watundika, ewe adui ya maisha yangu, na kutundika, ewe adui aliyekuja kula maisha yangu, na kutundika, ewe roho ya ufukara, na kutundika, ewe roho ya kansa, na kutundika, na kufyeka, vunjika vipande, na kunyofoa, na kutupa kwenye shimo lisilo na kina, ewe mchawi, na kunyofoa, na kutupa kwenye shimo lisilo na kina, anza kuwafyekelea mbali, anza kuwavunja vipande kwa damu na kondoo, wavunje, waharibu, wapasue vipande kwa damu na kondoo. Leo lazima tuvunje ile methali, lazima tuwapasue na methali yao. Hakuna kuhukumiwa tena kwa ajili ya dhambi ya wachawi wa familia. Hakuna kuhukumiwa tena kwa ajili ya dhambi ya mama. Hakuna kuhukumiwa tena kwa ajili ya dhambi ya baba mganga. Leo vunja, haribu, pasua vipande, washambulie kwa moto. Imeandikwa usiache mwanamke mchawi, anza kumfyekelea mbali ule mwanamke mchawi aliyekuja kwenye maisha yangu na kufyeka. Ule mwanamke aliyekuja Baba kuiba nyota yangu na kupasua. Yule mama mchawi na kufyekelea mbali. Yule mjomba mchawi na kila roho inayoleta mauti juu yangu na pasua, na fyeka na waganga, waganguzi, na wapasua, waiba nyota, anayeshika system za utajiri na kufyeka, achia kwa damu na kondoo. Anza kumfyekelea mbali, anza kumvunja vipande kwa damu ya Yesu, kwa damu na kondoo. Nataka tuvunje mikataba yao, nataka tuvunje kila mikataba yao, nataka tupasue mikataba ya magonjwa, nataka tuvunje mikataba yote waliotengeneza kwa ajili yako, maana imeandikwa mambo haya ni mepesi mbele za macho ya Bwana. Imeandikwa fanya shauri nalo litabatilishwa, imeandikwa sema neno nalo litageuzwa. Na sasa kwa damu ya kondoo hakuna wezaye kumlani ambaye Mungu amembariki. Nataka tuvunje kila mikataba waliotengeneza kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Sema katika jina la Yesu Kristo, mikataba yote iliyotengenezwa kwa ajili yangu, mikataba ya magonjwa, mikataba nisipate mchumba, na vunja kila mikataba ya giza, na pasua, na fyeka mikataba ya kuzuia elimu, mikataba ya kuzuia mchumba, mikataba ya kuzuia kazi, na pasua vipande, na vunja, na haribu, na ponda kwa damu ya kondoo. In Jesus, anza kuvunja kila mikataba kwa damu ya Yesu. Imeandikwa nao akamshinda kwa damu ya kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Nawe shinda kila mikataba ya kuzimu kwa damu ya kondoo. Sema navunja, na haribu, na ponda vipande kila mikataba iliyofanyika juu yangu, na vunja katika jina la Yesu. Kila mikataba nisiolewe, na pasua vipande, maana hakuna wezaye kumlaani ambaye Mungu amebariki. Na vunja, na pasua, na fyeka, na angamiza, na ponda kila madhabahu, na fyeka kila mikataba, na vunja kila mikataba, na zidondosha pande za mwisho za kuzimu, na zivunja vipande, na zipasua, na ziangamiza kwa damu ya Yesu, kwa damu na kondoo. Vunjika kwa damu ya Yesu, na vunja kila mikataba iliyosimama juu yangu, na pasua kila mikataba ya magonjwa, mikataba iliyotengenezwa kwa ajili ya watu wao, na pasua vipande. Imeandikwa sema neno nalo litageuzwa, imeandikwa fanya shauri nalo litabatilishwa. Na batilisha kila madhabahu, na batilisha kila kafara, na batilisha kwa damu na kondoo. Nikivunja mikataba, all covenant of darkness, na zipasua vipande. Kila mikataba sipate mchumba, na pasua vipande. Kila mikataba sikuwe tajiri, na pasua vipande. Kila mikataba sipate kazi, na pasua vipande. Anza kupasua kwa damu ya Yesu, anza kupasua katika jina la Yesu Kristo. Anza kufyeka kila alitaye jina la Bwana ataokolewa, in Jesus name. Imeandikwa Mungu alivunja malango ya shaba, imeandikwa Mungu alivunja mapigo ya chuma kwa damu na kondoo. Lakini lazima uvunje kila mikataba, ndio tusonge kwenye hatua nyingine. Lazima upasue. Imeandikwa walimlilia Bwana katika dhiki yao, Bwana akawasikia na shida yao. Leo pia sisi tunamlilia Bwana katika dhiki yetu. Tunasema katika jina la Yesu Kristo tunavunja kila mikataba
iliyofanywa juu yetu tunapasua vipande vipande. Hiyo mikataba ya magonjwa naipasua vipande vipande. Hiyo mikataba Baba iliyotengenezwa kwa ajili yangu naifyeka, naivunja, naikanyaga, naifyekelea mbali, naipasulia mbali kwa damu ya Mwana-Kondoo. Anza kupasua hizo mikataba, vunja kwa damu ya Yesu, pasua kwa damu ya Mwana-Kondoo. Kumbuka imeandikwa, wewe ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kumbuka wewe umefanywa kuwa boma, umefanywa kuwa mji wenye boma, umefanya kuwa nguzo ya shaba, umefanya kuwa ukuta wa moto, kwa ukuta wa chuma, katika jina la Yesu Kristo. Tena juu ya mataifa na juu imasata, vunja, pasua kwa damu ya Mwana-Kondoo, pasua vipande vipande kila mikataba, vunja kwa damu ya Mwana-Kondoo. Nataka tupige kila kafara iliyotolewa juu ya madhabahu. Ile kafara, ile damu yake ndio inanena mabaya kuhusu wewe, na sisi tunajua kwamba neno la Mungu, damu ya Mwana-Kondoo inanena mema kuhusu sisi. Ile makamba, ile damu sasa ndio mapepo walikunywa wakaanza kuleta sasa ile magonjwa. Nataka tuvunje, nataka tupasue, nataka tunyamazishe damu inaonena mabaya juu yetu. Nataka tuvunje kafara zote ulizotoa kwa ajili yako. Nataka tupasue kafara iliyotoa babu. Nataka tuipasue kafara ya maangamizi. Nataka tuivunje, nataka tuisambaratishe, maana imeandikwa Mungu anajibu kwa moto kwa damu ya Mwana-Kondoo. Imeandikwa Mungu akawii na wokovu wake hautakaa. Kwa damu ya Mwana-Kondoo hautachelewa wokovu wake. Sema naachilia moto juu ya kafara zote zilizotolewa juu yangu, na pasua kwa damu ya Mwana-Kondoo, na vunja vipande kafara zote za magonjwa, na zipasua kafara za iliyotolewa kwenye madhabahu ya giza, na fyeka kwa damu ya Mwana-Kondoo, pasuka vipande in Jesus name, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Mwana-Kondoo. Anza kuvunja sasa, anza kupasua, anza kufyeka, anza kuangamiza kwa damu ya Yesu. Anza kuvunja hizo kafara, anza kuvunja kwa damu ya Mwana-Kondoo. In Jesus, kumbuka lazima utoe kafara ndio kuangamize wewe kwa damu ya Yesu. Kuna kafara ilitolewa na babu, kuna kafara ilitolewa na bibi wa familia, kuna kafara ndio maana paka leo, uko kwenye mateso, ndio maana paka leo unajaribu vitu lakini haziwi, ndio maana paka leo nyota yako bado haijakuja. Nataka uvunje ile kafara iliyotolewa katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele. Tunavaa mamlaka tena kwa damu ya Mwana-Kondoo, tunavaa mamlaka katika jina la Yesu. Imeandikwa watu wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina lako, basi Mungu kwa pamoja na sisi. Baba, anavaa mamlaka kwa damu ya Mwana-Kondoo, maana aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Na vunja kila kafara Jehova iliyotolewa kwa ajili ya watu wao, na pasua kafara zote kwa damu ya Mwana-Kondoo, na vunja na haribu na ponda vipande, na saga hiyo kafara iliyotolewa asipate mchumba, na saga hiyo kafara iliyotolewa asipate utajiri, na pasua, na achilia moto, na achilia radi, na achilia umeme wa damu ya Mwana-Kondoo. Vunjika vipande, pasuka leo, na achilia moto wa damu ya Mwana-Kondoo, na vunja kila kafara iliyotolewa kwa damu ya Yesu, na pasua vipande. Hiyo kafara ya magonjwa vunjika kwa damu ya Mwana-Kondoo. Kafara ya kuibia nyota pasuka kwa damu ya Mwana-Kondoo. Kafara iliyomfunga na ivunja, na nyamazisha hiyo damu inayonena mabaya juu yangu, na inyamazisha hiyo damu iliyotolewa na mababu, na inyamazisha hiyo damu ya kafara yao, na vunja vipande kwa damu ya Mwana-Kondoo. Nikivunja kila madhabahu, nikivunja kila mikataba, nikivunja kafara zao zote waliotangulia juu yangu, na wapasua wale wakuu wa anga, na vunja kila kafara waliotoa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Pasuka vipande, vunjika kwa damu ya Mwana-Kondoo. Endelea kuvunja kafara zao, endelea kupasua kafara zao kwa mamlaka ya damu ya Mwana-Kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Kafara zao vunja. Ukitaja madhabahu lazima ukumbuke kafara za madhabahu. Anza kufyeka waganga wote waliojikusanya juu madhabahu, pasua, na mikataba waliofanya vunja, na kafara zao walio